Hujambo mwanafunzi, karibu tuendelee na uchambuzi wa riwaya Nguu za Jadi, maswali na majibu. Leo tunataka kumwangazia mhusika ambaye ni Mrima. Kwa hivyo tutaanza kwa kumuelewa Mrima ni nani. Tunaambiwa Mrima ni mumewe Mangwasha. Mrima ni babake Sayori na Kajewa. Pia ni mfanyakazi wa serikali na ni mfanyabiashara. Swali: eleza jinsi Mrima amejenga maudhui ya tamaa na ubinafsi. Eleza jinsi Mrima amejenga maudhui ya tamaa na ubinafsi. Alama 10. Tuanze na hoja ya kwanza. Tunaambiwa kwamba Mrima anakubali kuitelekeza jamaa yake au familia yake na kufuata pesa za Sagilu ili kujistarehesha. Kwa hivyo hajali familia yake bali anajali pesa ambazo angetumia kujistarehesha. Huo ni ubinafsi, kwamba anajijali yeye mwenyewe, hajali familia yake. Pia tunaona kwamba kuna tamaa ya pesa kwa kuamua kufuata pesa za Sagilu. Hoja ya pili, anakaidi ndoa yake na kutomjali mkewe na watoto kwa sababu ya tamaa ya pesa. Hiyo hoja tunaielewa vyema. Tuangalie hoja ya tatu. Tunaambiwa kwamba Mrima anachukua hongo kutoka kwa Sagilu ili kumfanyia kampeni Mtemi Lesulia. Kuna kosa pale, ili kumfanyia kampeni Mtemi Lesulia. Kwa hivyo kule kuchukua hongo ina maana kwamba ana ubinafsi ama ana tamaa ya pesa. Tuangalie hoja ya 4. Tunaambiwa kwamba Mrima anahamia Chakani kutokana na tamaa ya starehe nyingi. Alikuwa na tamaa ya pombe na alikuwa anataka kujistarehesha, hali ambayo inamfanya kuhamia Chakani. 5, tunaambiwa kwamba Mrima ana tamaa ya pombe, hali ambayo inamfanya kupotelea majani. Kumbuka majani ni pale ambapo alikuwa anaenda kulewa, na tunaona kwamba anaokolewa na jamii yake. Tamaa ya pombe inamfanya kupotelea majani. Namna Mrima amejenga maudhui ya tamaa na ubinafsi. Tuangalie swali lingine. Swali la number 125 linasema dhihirisha kuwa Mrima ni mpenda anasa na ulevi. Dhihirisha kuwa Mrima ni mpenda anasa na ulevi. Hoja ya kwanza, Mrima anapotelea pondamali na majani na kujihusisha na ulevi. Hiyo hoja inaeleweka moja kwa moja. Pili, Mrima ana uhusiano wa kimapenzi nje ya ndoa licha ya kuwa na mke na watoto. Kumbuka ile barua ambayo Mangwasha aliipata. 3, Mrima anakiri kwamba pombe ya bwerere haiachi. Kwa hivyo tunaona kwamba anapenda ulevi au pombe. Hoja ya 4, tunaambiwa kwamba Mrima anadai kuwa anahitaji kuvunja mifupa akiwa bado ana meno. Kuvunja mifupa ni kupenda anasa. 5, Mrima hata baada ya uhamisho kwenda Chakani anaendelea na anasa za ulevi hadi anapiwa kalamu. Tuangalie swali la 126. Namba 126 tunaambiwa eleza jinsi Mrima amejenga maudhui ya usaliti. Alama 10. Mrima anawasaliti wanawe Kajewa na Sayore kwa kuwatelekeza bila kuwapa ulezi na kushughulikia mahitaji yao ya kimsingi. Hayo tunayaona ukurasa wa 29. Hoja ya pili, Mrima anamsaliti Mangwasha ambaye ni mkewe kwa kupokea pesa kutoka kwa mahasimu wa Mangwasha ama mahasimu wao. Kumbuka wale maadui wa Mangwasha, Mrima anakubali kupokea pesa kutoka kwao. Kwa hivyo anamsaliti mkewe ama anaisaliti ndoa yake. 3, tunaona kwamba Mrima anamsaliti Mangwasha kwa kuchukua pesa kutoka kwa mahasidi wao. Hiyo hoja imerudiwa. Hoja ya 4 inasema Mrima anamsaliti Lonare kwa kukubali kuendesha kampeni za Mtemi Lesulia bila kujali fadhila alizofanyiwa Lonare. Hayo tunayaona katika ukurasa wa 110 na 113. Tuende ukurasa wa 81. Hoja ya 5, tunaambiwa Mrima anaisaliti jamaa yake anaposhirikiana na Sagilu ambaye ni adui wa jamii yao. 6, Mrima anamsaliti Mangwasha kwa kuwa na mpenzi nje ya ndoa. Hayo tuliyaona. 127, eleza namna Mrima amedhihirisha dhana zifuatazo. Dhana ya kwanza, namna Mrima amedhihirisha mapuuza. Tunaambiwa Mrima anapuuza mdokezo wa mkewe kuhusu njama ya wakule za kuwadhulumu waketwa. Ukurasa wa 8. Hoja nyingine, Mrima anayapuuza majukumu yake ya nyumba kama mume wa familia na kupotelea ulevini. 3,
Mrima anapopewa pesa na Sagilu, Mrima anapuuza familia yake na kusema wajipange. Kwa hivyo Mrima ni mwenye mapuuza. Dhana nyingine, ufisadi. Namna Mrima amedhihirisha ufisadi. Anaitwa mfukoni na marafiki wa mtemi na kupokea rushwa. Hoja nyingine, Mangwasha anasema kuwa anachojua Mrima ni kupokea hongo. Hayo tuliona ukurasa wa 42. Hoja ya 3 tunaona kwamba Mrima anapokea hongo kutoka kwa Sagilu ili kuendesha kampeni za mtemi Lesulia. Hayo tuliona katika ukurasa wa 110. Swali namba 128. Eleza jinsi Mrima amejenga maudhui riwayani. Kumbuka ni maudhui kwa jumla. Moja, tunaambiwa kwamba Mrima amejenga maudhui ya uwajibikaji kwa sababu Mrima anawajibika kwa kufungua kibanda cha kuuza mboga ili aikimu familia yake. Hayo tuliona kuelekea mwishoni mwa riwaya. Pili, Mrima amejenga maudhui ya ukware. Mrima ana mke lakini anahusiana kimapenzi na kiruka njia mmoja aliyedhani Mrima atamuoa. Kwa hivyo tunapoambiwa eleza namna Mrima amejenga maudhui, kumbuka ni maudhui ambayo ni hasi au chanya. Maudhui ya 3 ambayo Mrima amejenga katika riwaya ni tamaa. Tunaona kwamba Mrima ana tamaa ya utajiri kwa sababu anapokea pesa nyingi ili aendeshe kampeni za mtemi Lesulia na Sagilu hadi kupuuza Lonare aliyemsaidia. Hiyo ni tamaa ya pesa au tamaa ya mali au tamaa ya utajiri. Hoja ya 4 pale tunaambiwa kwamba Mrima amejenga maudhui ya usaliti kwa sababu Mrima anawasaliti Waketwa kwa kukubali kumuunga Sagilu mkono. Kumbuka Sagilu alikuwa ni adui wa Waketwa. 5, tunaambiwa kwamba Mrima amejenga maudhui ya ufisadi kwa sababu anapokea hongo kutoka kwa Sagilu ili asimuunge Lonare mkono katika uchaguzi. Kwa hivyo amejenga maudhui ya ufisadi anapopokea hongo kutoka kwa Sagilu. Maudhui mengine, kuna maudhui ya mapenzi, tuko katika hoja ya 6. Maudhui ya mapenzi, Mrima anampenda Mangwasha na wanaishia kufunga ndoa. Kumbuka walipatana katika ofisi ya Chifu Mshabaha. 7, Mrima amejenga maudhui ya mapuuza kwa sababu Mangwasha anapomwarifu kuhusu njama za Wakule kwa Waketwa, Mrima anazipuuza. Kwa hivyo tunaona ni mwenye mapuuza au amejenga maudhui ya mapuuza. 8, bidii. Mrima alikuwa wa kwanza kufika ofisini na wa mwisho kuondoka. Kwa hivyo tunaona anadhihirisha bidii na kazi. 9, Mrima amejenga maudhui ya starehe na anasa kwa sababu tunaona kwamba Mrima anapania kumpeleka Mangwasha densi ili wasakate. Hoja ya 10. Mrima amejenga maudhui ya taasubi ya kiume. Mrima anamwambia Mangwasha kuwa mke hastahili kumuuliza mumewe kule aendako au atokako. Taasubi ya kiume ni kule ni hali ambapo mwanamume anajiona kuwa ni bora kuliko mwanamke, kwamba mwanamume ndiye kusema, mwanamume hafai kuulizwa swali. Kwa hivyo alimwambia Mangwasha ambaye ni mkewe kwamba hafai kumuuliza anakotoka na anakokwenda kwa sababu ya kuwa yeye ni mwanamume, kuwa yeye Mrima ni mwanamume. Tuko ukurasa wa 81, twende ukurasa wa 82. Ukurasa wa 82, swali la 129 tunaambiwa fafanua namna Mrima amechangia kuibomoa jamii yake. Ni kama tu tunajadili tabia hasi za Mrima. Namna Mrima amechangia kuibomoa jamii yake au kuiangamiza jamii yake. Tunaona kwamba Mrima anachangia katika usaliti. Mrima ni saliti. Anamsaliti Mangwasha kimapenzi kwa kuwa na uhusiano na mwanamke mmoja ambaye tunaambiwa alikuwa kiruka njia. Kwa hivyo kuchangia usaliti ni hali ambayo inaibomoa jamii. Kwa hivyo Mrima amechangia. Amechangia, sijui nimekula nini leo. Pili, tunaona kwamba Mrima ni mwenye taasubi ya kiume. Anamwambia Mangwasha kuwa mke hastahili kumuuliza mumewe kule aendako au atokako. Anaibomoa jamii kwa sababu ni kama anajaribu kumdhalilisha mwanamke, kuonyesha kwamba mwanamke hana sauti. Yaani tunaona anaonyesha kuwa mwanamke hana nafasi katika jamii. Mwanamke hafai kuongea, hafai kuuliza. Kwa hivyo hajachangia katika usawa wa jinsia ya kike. 3, tunaona kwamba Mrima ni mkware. Ukware ni tabia ambayo haipendezi na inapingwa katika jamii.
Mrima ana mkewe halali wa ndoa, ila anahusiana kimapenzi na kiruka njia mmoja aliyedhani kwamba Mrima atamuoa. Kwa hivyo ukware ni tabia, tuseme tu tabia mbaya katika jamii, na natumai mnaelewa ukware ni nini. 4, tunaona kwamba Mrima ni mwenye tamaa ya mali kwa sababu anapokea pesa nyingi ili kuendesha kampeni za Mtemi Lesulia. Kwa hivyo tamaa si jambo nzuri katika jamii. Kwa hivyo tunaona Mrima ni mwenye tamaa. Muongo, hiyo ni hoja ya 5. Mrima anadanganya Sauni na Mwamba kuwa alitaka vitu vipate mwanga wa jua, ili hali alikuwa anatafuta pesa alizopewa na Sagilu. Hayo tuliona katika wakati wa kusoma riwaya. Na 6, tunaona kwamba Mrima anajangia ufisadi ama ni fisadi kwa sababu Mrima anapokea hongo kutoka kwa Sagilu ili afunge njia zote za Mwamba kupata ushindi katika uchaguzi. Kwa hivyo ni kama tu tunajadili tabia hasi za Mrima. Ni saliti, ni mwenye tasubi ya kiume, ni mkware, mwenye tamaa ya mali, ni muongo, na tunaona kwamba ni fisadi. Pia utaongezea hoja zingine kama vile kuna kutojali. Mrima hakujali hisia za mkewe ambaye ni Mangwasha. Mrima hakujali wanawe kwa sababu tunaona alipotelea ulevini na kuacha. Hakujali kwamba wanahitaji mavazi, wanahitaji chakula, walikuwa wanahitaji sare, vitabu, kwenda shule, mambo kama hayo. Kuna hoja nyingi tu, labda nikupe swali ambalo utafanya. Eleza umuhimu wa Mrima katika riwaya Nguu za Jadi. Na swali lingine, eleza namna Mrima amejenga ploti katika riwaya Nguu za Jadi. Na swali lingine, eleza jinsi Mrima amejenga sifa za wahusika wengine riwayani. Kwa sasa tutakomea hapo. Tukipatana katika video nyingine tutajadili Chifu Mshabaha. Kwa hivyo tutamuona Chifu Mshabaha ni nani, amejenga vipi ploti, amejenga vipi maudhui katika riwaya, tabia hasi, tabia chanya, amejenga vipi wahusika wengine. Kwa hivyo tutamjadili kwa kina. Tutajadili wale wahusika wakuu kwanza, baadaye tutaingia katika mbinu za uandishi na tumalizie pengine maudhui. Tushafanya maswali yote kuhusu mandhari yanayopatikana katika riwaya Nguu za Jadi, samahani. Na nimefanya maswali kama 15 na ni maswali ambayo nimeyaeleza kwa kina, nikatoa hoja, nikazifafanua, nikapeana mifano. Nimecreate playlist. Kwa hivyo ukienda katika home ya hii channel utaona pale mwisho playlist. Kwa hivyo utafinya playlist ambayo inakuonyesha umuhimu wa mandhari mbalimbali katika riwaya Nguu za Jadi. Na nimekuwekea pale swali jibu, na ni majibu ambayo nimeyaeleza kwa kina. Kwa hivyo natumai yatakusaidia, na nikasema iwapo kuna swali utauliza katika comment section. Channel hii ina walimu pia iko na wanafunzi. Utapata mwalimu mwingine pia atakujibu kama sitaweza kukujibu. Asante na kwaheri kwa sasa. Usisahau kusubscribe na kushare hii video nyingine. Nimesema tutamjadili Chifu Mshabaha, tumuone huyu ni nani, mchango wake ni upi katika riwaya Nguu za Jadi. Kwaheri kwa sasa.